So guys, kuna tabia moja ambayo nimeweza kuiona ambayo ina trend kwa sasa, na kuna kitu ambacho kimeweza kutokea nchini Saudi Arabia kwenye ndani ya nyumba, ambao baadhi ya wafanyaji kazi ambao ni watoto wa kike hawa kutoka nchi ya Philippines na mwingine Muindonesia, kulingana na habari za kuaminika ambao nimeweza kuzipata kwa studio, ambapo wameonekana wakifanya mapenzi baina ya mwanamke na mwanamke. Na nilipoweza kutumiwa ile video, mimi mwenyewe I was like sikushtuka sana vile, kwa sababu hichi ni kitu ambacho kinafaa kukemewa, na ni kitu ambacho sio ndani ya Saudi Arabia peke yake, na ni kitu ambacho sio kwa Asia peke yake ama bara la Asia peke yake, japo ni kitu ambacho hata nchi za Afrika pia vile vile ni kitu ambacho kinaendelea na kinamea kwa kasi kubwa sana, ambacho kikweli kabisa lazima watu waje kwa pamoja waweze kukemea hili jambo na waweze kulizungumzia kwa wingi na kwa ukubwa, ili tabia kama hii iweze kuachika haraka sana, kwa sababu tunajua yale vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mambo kama haya, kwa sababu ni kitu ambacho kimekatazwa kwenye dini zote, sio dini ya Kiislamu, sio dini ya Kikristo, zote zimekatazwa. Nazungumzia hapa mahaba ama nazungumzia mapenzi baina ya mwanamke kwa mwanamke. Hichi ni kitu ambacho kinamea kwa wingi sana, watoto wa chuoni na watoto vile vile pia wa shule za msingi, ni watoto wa kike ambao wanafanya mapenzi baina ya mwanamke na mwanamke. Mimi nishaipata baadhi ambao nilikuja nikauliza maswali nje ya kamera ama nyuma ya kamera, ambao wengi wao walikuwa na sababu chache ambazo zinawafanya mpaka waamue kufanya jambo kama lile. Baadhi ya watu ambao walitoka nchini Saudi Arabia, wengi wao sababu zao ni zile ambazo zinajulikana kila mahali, ya kwamba wanaishi pasi kuwa na mwanamume ambaye anaweza kuwaridhisha pale mahali ambapo wapo. Sasa baadhi yao unawapata wanatumia vidude ambavyo vitaweza kuwaridhisha hao wenyewe, astaghfirullah. Ndio pale ambapo mtu anatumia mpaka chakula kiukamba, ili mradi aweze kujiridhisha. Wengine wanatumia vidude kwa kununua kabisa online hivyo, ili waweze kujiridhisha. Na ni kitu ambacho sio siri, ni kitu ambacho tumekiona kinaendelea kwa wingi, kwa ukubwa sana. Unapata mtu anakuambia kwamba mimi sihitaji mwanamume, I don't want to get married, mimi sihitaji boyfriend, niko poa, I'm okay. Mwisho wa siku ukimchunguza anatumia hivyo vidude. Tumeweza kuona hata airport pia nchini Kenya, ambapo baadhi ya watu kutoka nchi za Uarabuni ambapo walikuwa wanashuka baadhi yao kutoka Dubai. Mwaka jana free zilionekana kila mahali, ambapo walipatikana na zile vitu ambazo zinaitwa dildo kwenye bag zao, ambapo zilikuwa zinachakurwa pale kwenye airport na zikaweza kutolewa, wakakatazwa kuingia nazo nchini. So ni vitu ambavyo vinaendelea, sio siri, ni vitu ambavyo vipo, na ni vitu ambavyo wanawake wengi kwa sasa wanaanza kuvifagilia kwa wingi sana. Na ukipata au ni wale wa Arabuni, nitakwambia kwamba hao ni kwa sababu hawana waume zao ama hawana watu ambao wanaishi nao ambao wanaweza kuwaridhisha, ndio maana wanaamua kufanya vitu kama vile. Na ukipata ni wadada wawili wanaishi ndani ya nyumba, matamanio yanazidi mpaka wanaanza kutamaniana, astaghfirullah, na wanafanya vituko ambavyo si vitu vizuri, lakini wao wenyewe wanasema kwamba tunafanya hivi kwa sababu tunataka kuridhishana ama tunataka kukumbushana. So that is one. Second, unapata watu wengine sasa ambao ndio tunataka kuongelelea hapa, wanaishi nchi za Afrika tu ama nchi za mashariki mwa Afrika, lakini hawataki stori za kwamba wanataka kuolewa ama wanataka kuwa na mwanamume. Hao wanatosheka na ile hali ambayo ipo, ambayo wengi wao wanaingilia mapenzi ya jinsia moja, ambayo ni mapenzi ya mwanamke kwa mwanamke, na ni kitu ambacho hata kikakemewa vipi, my friend, I'm very much hata hapa ambao tunaiongelelea kwenye huno mtandao ambao tunaongelea, ambao unanitazama sasa hii, tukianza kuongea kizungu kuhusiana na jambo hili, ama kwenye description pale niweze kuelezea kwa kizungu kuhusiana na jambo hili la mapenzi baina ya mwanamke na mwanamke, I'm very much 100% asilimia 100 ino video itashukishwa chini, ama ino video itahakikishwa kwamba haisambazwi kwa wingi, ili watu wengi wasiweze kuiona. So ni agenda ambayo imeweza kuwekwa na watu tofauti, ili mradi iweze kufanikiwa, ili hao waweze kusikia raha kuona vitu kama hivyo vinaweza kuendelea. Na hivi ni vitu baadhi ambavyo Mwenyezi Mungu alivikataza, mitume walikataza, vitabu vya dini zote walikataza pia vile vile, lakini kuna baadhi ya miungu ama vijimungu ambavyo vinataka sasa kufanya kitu kama hichi kuwa legal, ama kufanya kitu kama hichi kiweze kuonekana kwamba ni sahihi na ni sawa kote. Nchi ya Uganda ni moja ya nchi ambayo ilikataza kabisa, ikasema kwamba kamwe kabisa mtu yoyote haruhusiwi kufanya mapenzi baina ya jinsia moja, ama kabisa kuoleka kisheria with mapenzi ya jinsia moja. Na Uganda imeambiwa hakuna kitu kama hicho, na mtu yote ambaye atapatikana kufanya kitu kama hicho, dawa ni kunyongwa. Nchi ya Ghana pia vile vile
ikasema the same thing, na nchi ya Tanzania pia haijasema kunyonga, lakini imekataza vitu kama hivyo, na nchi ya Kenya hapa bado iko inasuasua, yani ni 50-50. Rais hana ule uwezo wa kusimama hadharani na kutangaza na kusema kwamba mapenzi jinsia moja tunayakataza, tunayakashifu, na ambaye atapatikana atanyongwa ama atafungwa jela kwa miaka. Haiko hivyo, atasimama tu atasema kwamba Biblia inakataza bla bla bla, lakini hatatoa sheria ambayo imewekwa kwenye katiba ya Kenya ya kwamba hino ndio sheria ambayo iko kwenye katiba ya Kenya ya kwamba mapenzi jinsia moja hayaruhusiwi, na yeyote atakayepatikana akiyafanya basi sheria yake ni hii na adhabu yake ni hii. Hivi ni vitu ambavyo tunavitarajia, kwa sababu kimila na desturi ya nchi za Afrika ni vitu ambavyo vinakatazwa kwa wingi na kwa ukubwa sana. Na hino nimekuletea hino kwa sababu kwamba kuna video ambayo ina trend ikionyesha jamii ya Asia wakifanya mapenzi kwa jinsia moja, na vile vile pia tukumbushane tu kwamba sio kwa wanawake peke yake, lakini hata kwa wanaume pia it's something ambayo pia it's growing very fast. Unapata wanaume pia nao vile vile wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Unapata mwanaume kwa sababu mke wake hayuko karibu, na ni hawa tu kwa Arabuni. Video ile trend, video ilisambaza, kila mtu aliweza kuona mwanamume wa Kiafrika na mwanamume wa Arabu wa Asian, sijui ni Pakistani ule, sijui ni kutoka India, sijui ni nani. Video ikatrend. Mimi mwenyewe nilitumiwa video, nilishindwa kuangalia mwanaume mwenzangu akipumuliwa, sikuweza kuangalia, lakini kitu ambacho hata ukisema hutaki kuona but watu watakutumia kwa sababu ni mwanahabari na namba yako iko pale, that kila mtu anataka uiongelelee. Last video ambayo nilifanya story nyingine tofauti kabisa kuhusiana na masuala mazima ya story nzima ambayo inaendelea, masuala ya Iran, vita ambavyo vinaendelea baina ya Iran, Israel na Amerika. Lakini utapata vile vile pia kuna watu ambao wanakuja kwenye comment section na wanakuambia KG, usijifanye haujaona story ya Saudi Arabia ambapo wa Asian wanapandana. So inabidi tu nasema okay fine, let me come up here at least tuongelelee hili jambo ili tuweze kulikashifu kwa ukubwa na kwa wingi, na tusaidiane sote kwa pamoja tuweze kusambaza hilo video kwa wingi, ili tuonyeshe kwamba sisi ni jambo ambalo tukubaliani nalo, na wale wachache ambao wanalifanya ni juu yao, lakini hawarepresent taifa zima ama wa represent jamii nzima ama jumuiya nzima ya Mashariki mwa Afrika hapa. Tukumbuke tu ya kwamba sisi ni Afrika na tuna tamaduni zetu za kuishi Kiafrika, na hakuna tamaduni yote ya Kiafrika ambayo inasema mwanamume na mwanamume wanaruhusiwa kuoana ama mwanamke na mwanamke wanaruhusiwa kuoana. Hivi ni vitu ambavyo havipo, na ni vitu ambavyo hakuna mtu yote ambaye atasimama hadharani na kusema kwamba kuanzia sasa mwanamume na mwanamume waoane, mwanamke na mwanamke waoane. Ni vitu ambavyo kukashifiwa, kukatazwa kwa wingi, kwa ukubwa. Na masuala mazima ya kujiridhisha, mwanamke ajiridhishe peke yake pasi kuwa na mwanaume, pia ni kitu ambacho kinapaswa kikashifiwe, kwa sababu ni maradhi na madhara ambayo anajiletea yeye mwenyewe. Nitakupa tu mfano. Kuna huyu mwanadada pia vile vile ambaye ametoka, alikuwa akiishi nchi ya nje ambayo ni nchi ya Arabuni, ambapo aliporudi zake nchini Kenya ili aweze kuonana na mume wake, alipata kisunzi, niseme kama sitasema niseme kisunzi, yes, ambapo alikuwa akifanya mapenzi na mume wake, lakini kamwe kabisa hakutosheka ama alikuwa hatosheki, na kila alichokuwa akimwambia mume wake afanye alikuwa anafanya, lakini mwisho wa siku mume wake alikuwa hafiki pale ambapo yeye alikuwa akitumia vile vidude vyake kujifikisha. Hivyo basi mume wake ikawa ni ngumu sana, ambapo ilibidi mume wake aende akatafuta ushauri nje, na alipokuja muuliza mke wake amwambia ukweli, mke wake aliconfess na kusema kwamba alikuwa akitumia chakula kiukamba ili mradi aweze kujiridhisha, kwa sababu alikuwa yuko mbali na mume wake, na akamwomba radhi mume wake, akamwambia ilibidi nifanye hivi mume wangu kwa sababu sikutaka kabisa kufanya zina na sikutaka kukudanganya ama kwenda kwa mwanaume mwingine mbali na wewe, so ilibidi nifanye hivi ili nivumilie mpaka pale ambapo nitakuja mume wangu turidhishane. So unaona ni kitu ambacho kinaharibu pia kizazi, na vile vile pia kinaharibu mazoefu yako wewe kwa hisia zako ambazo utakuja kuwa nazo mbeleni, wakati utakuwa sasa uko na ule wakati wa kwamba utakuwa na mume wako. So ni msumeno, unakata kwa wanaume, unakata kwa wanawake. So sio kitu cha kwamba wanawake wasikie raha wanaume wanajiharibu, pia mwanaume pia naye anajiharibu. Kuna wanaume wengi sana ambao wako sehemu za Uarabuni ambao wake zao hawako karibu, mabinti zao hawako karibu na hao. Maskini wanatumia mafuta kufanya ujinga fulani pale ili mradi waweze kujichua na kujiridhisha. Mwisho wa siku wakirudi zao nchini mwao ili mradi wapatane na wake zao, hawafiki pale ambapo wake zao wamezoea hao kufika. Inakuja kizaazaa tena, masuala kwamba waanze kujitafuta ili wawe vile ambavyo walikuwa. So kuna masuala ambayo
mimi nilijaribu kuulizia kwa wale ambao ni wataalamu zaidi ambao wamekwambia kwamba yana madhara. Mwanaume kujichua ina madhara, mwanamke kujichua ina madhara. Mwanamke na mwanamke kuzoeshana kufanya mapenzi kwa pamoja jinsia moja ina madhara. Mwanaume na mwanaume kufanya mapenzi kwa jinsia moja pia ina madhara. So tulisema kwamba kwa KG Pande hapa tuko hapa kwa minajili ya kufundishana, kwa minajili ya kutoana taka, na kwa minajili vile vile pia ya kuelezana na kukatazana maovu. Basi imenibidi pia mimi na kunilazimu tuje sote kwa pamoja na tukubaliane kwa pamoja kwamba haya ni maovu ambayo tunataka tuyakataze setu kote kwa pamoja. So it is what it is. Ladies and gentlemen, this is KG Pande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.